Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na wale ambao mshuko Waislamu, leo tuko ndani ya siku ya Ijumaa ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa Rajab. Insha Allah, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, siku hii ya leo ya Ijumaa ya tarehe 26 ya mwezi huu wa 12 2025, leo nawaleteeni dua muhimu sana Muislamu utakwenda kuifanya Ijumaa hii ya leo, na usikubali Ijumaa hii Muislamu iondoke bila mimi na wewe kufanya dua hii. Na dua yetu leo biidhnillahi ta'ala, tutakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake tukufu, miongoni katika majina yake ya Allah yale 99 ambayo Mwenyezi Mungu amesema walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, kwamba anayo yeye Mwenyezi Mungu majina yake mazuri, basi nasi tumeambiwa tumuombe kwayo. Leo tutakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu katika Ijumaa hii ya leo kwa jina ya Al-Karim. Al-Karim ndio jina ambalo leo tunakwenda kulitumia biidhnillahi ta'ala. Al-Karim, nini maana jina hili Al-Karim? Al-Karim maana yake mwenye ukarimu usiokuwa na mipaka, mwenye ukarimu usiokuwa na mipaka, na mwenye kutoa bila hata kuombwa. Hii ni sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutumia jina lake hili Al-Karim, ambalo leo biidhnillahi ta'ala tunakwenda kumuomba kwalo. Takufanya jina hili Muislamu katika siku hii ya Ijumaa, ambayo Mtume anasema kuna lisaa ambalo kama utaomba dua, basi dua yako huwa hairudi bure. Saa hiyo inapatikana katika siku hii ya leo, siku ya Ijumaa. Kwa maana hiyo Muislamu utaangalia muda gani mzuri kabisa unaweza ukafanya na kuomba dua hii. Lakini mara nyingi wanasema mimi muda mzuri sana ni ule muda kutoka alasiri kwenda magharibi, kwa sababu ndio muda ambao wanawachuoni walikuwa wengi sana wanasema huu ndio muda ambao wa saatul ijaba, ndio muda wa kujibiwa dua. Japo unaweza ukafanya katika muda mwingine wowote ule, sio mbaya. Unaweza ukafanya asubuhi saa 1, ukafanya saa 2, kwa siku ile yote ya Ijumaa kabla kufika magharibi unaweza ukafanya. Lakini katika mida hii miwili, jaribu kuivizia mida hii miwili. Vizia ule muda wenyewe wa swala pale khatibu anapopanda juu ya mimbar, muda ule wote Muislamu unaweza ukafanya hivyo. Lakini kwa bahati mbaya anapopanda khatibu katika mimbar, basi haturuhusi kuzungumza, labda pale anapokaa kati ya sijida, kati ya hutuba mbili, basi unaweza ukaomba dua hii, japo ndefu huwezi kuimaliza, unaweza kutoa kipande kidogo. Lakini mara nyingi sana basi katika ule muda wa asiri kwenda magharibi ni muda mrefu, unaweza ukatumia kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake hili Al-Karim. Ndio jina ambalo leo tunakwenda kulitumia biidhnillahi ta'ala. Hata wako baadhi ya watu mara nyingi wanapeana salamu ikifika Jumaa kama leo, Jumaa Karim, Jumaa Karim. Wengine hawajui hata Karim maana yake nini. Na Karim maana yake tumetafsiri hapa kwamba ni mwenye ukarimu usio na mipaka, mwenye kutoa bila kuombwa. Na hizi ndio sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu umemwomba anakupa, usipomuomba anakupa, isipokuwa ukimuomba anakupa kile ambacho wewe unachokitaka. Ndio sifa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sasa leo tutakwenda kulitumia jina hili la Al-Karim, lakini vile vile tutakwenda kusoma na swala moja ya Mtume ya ajabu sana, swala ambayo mara nyingi huwezi kuisikia mara kwa mara watu wakisoma, na watu wengi hawaijui. Mtume anasema katika siku ya Ijumaa, kithirisheni sana kuniswalia. Kwa hiyo tutasoma jina hili ya Karim, alafu tutakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu tutakwenda kumswalia Mtume Muhammad kwa swala hii ya ajabu sana. Jina hili utakwenda kuliomba kwa idadi ya namba yake. Ili jina na namba, na majina yote ya Mwenyezi Mungu haya kuna namba zake shekhi, za abjadi zile. Kama usifahamu hizi namba, basi ukituona tutakufahamisha namba inapatikana vipi au jinsi gani unaweza kupata namba hizi. Wale wataalamu wanaifahamu zile abjadia, nafikiri kwamba si wageni wa namba hizi. Na kama wewe una majina Mwenyezi Mungu unaomba kwao, lakini ufahamu namba yake, wewe nipigie, bwana mimi naomba kwa jina labda An-Nur
au Al-Musawwir, lakini sifahamu namba yake ipi, basi piga namba hizo hapo 0756 81 11 mwisho 26. Mimi nitakufahamisha namba ya jina hilo 0756 81 11 mwisho 26. Sasa jina hili la Al-Karim namba yake ni ipi? Al-Karimu lina alifu, lina lam, lina kafu, lina lam, lina kafu, lina re na mwisho kuna mim. Al-Karim. Hii alifu manake namba 1, lam namba 30, kafu namba 20, re namba 200 na mim namba 40. Ukipiga hesabu kwa ujumla kuu hapo unapata 301. Ndo uzito wa jina hili ya Al-Karim, bimaana 301. Utakachofanya ndugu yangu biidhnillahi taala kutumia jina hili la Al-Karim, utakwenda kutiania, alafu utamwambia Mwenyezi Mungu nini haja zako na nini shida zako na nini kile ambacho wewe unachokihitajia. Pengine shida zako wewe, biashara zako zimekuwa zinayumba, ama maskini Mungu umesoma vizuri, watafuta kazi, vyeti unavyo vizuri, lakini maskini Mungu kazi upati. Ama labda kuna sehemu unafanya kazi, lakini kazi yako hiyo sehemu unaifanya ina fitna, watu hakupendi, uonekane wewe mtu wa maana, mambo yako kazini inakuwa yani mpaka unaichukia ile kazi. Basi nenda kamuombe Mwenyezi Mungu kwa majina hili Al-Karim. Mwambie Mwenyezi Mungu, mimi haja yangu ni kadha, haja yangu ni kadha, labda shida yangu ni kadhi. Ama kama ni mkulima unalima, lakini kilimo chako cha mtihani, pengine wewe ni mchimbaji wa dhahabu, unachimba lakini unapoteza pesa sana, kinachopatikana hakuna. Basi twende tukamlilie Mwenyezi Mungu kwa jina lake hili ya Al-Karim. Utakachofanya, utapoingia msikitini sasa katika Ijumaa, basi utaswali Ijumaa yako, itaisha ule muda wa alasiri kwenda magharibi. Sasa ukishaingia msikitini muda ule, umeswali swala al-asr, maliza, pengine watu wameondoka msikitini, wewe bakia pale msikitini. Ukishabakia utaleta istighfari mara 100, bimaana astaghfirullah mara 100. Ukimaliza hapo utatia nia, utamwambia Mungu, mimi shida yangu ni kadha 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 kadha, na ninakuomba kwa jina lako leo Al-Karim au ya Karim. Na hapo utatumia utumie Al-Karim, utasema ya Karim, ya Karim, ya Karim. Hii ya Karim sasa utaisoma mara 301. Ndio uzito wa jina hili, na hii ndio namba ya jina ya Al-Karim, 301. Lakini utaposoma sasa kila ukifika mara 10, yani mfano unasema ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ukifika mara 10 utaacha, utasoma dua hii, utasema Allahumma ya Karim akrimni birahmatika wa fadhlika. Narudia, utasema Allahumma ya Karim akrimni birahmatika wa fadhlika. Ukimaliza hapo unaendelea tena ya Karim, ya Karim, ya mpaka mara 10. Ikisha mara 10 unarudia dua hii, unasema Allahumma ya Karim akrimni birahmatika wa fadhlika. Allahumma ya Karim ikrimni birahmatika wa fadhlika. Unakwenda hivyo mpaka utafika mara 301, mpaka mara 301. Ukimaliza mara 301 sasa ndio utakuja kusoma swala hii ya Mtume Muhammad, na ndio utakwenda kuhitimisha nayo swala hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swala ambayo mara kwa mara watu wengi wa hawaisome ama watu wengi wa hawaijui. Wallahi ni swala ambayo kisoma hii ina maajabu makubwa sana, na laiti tungekuwa tunafahamu uzito wa hizi sigha mbalimbali za swala za Mtume, tungedumu nazo na tungezikimbilia sana kuzisoma, lakini bahati mbaya watu wengi hatuzijui. Swala yenyewe ni hii, utasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi wazidni ya maulana hubba fihi wa bijahihi indaka farj anni ma ana fihi ilahi la as'aluka radda alqada'i bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Nairudia tena swala hiyo biidhnillahi taala, ambayo nayo hii
utakwenda kuisoma mara 301. Yani ikiwezekana ukiingia ile asri msikitini siku ya Ijumaa, bimaana kaa mpaka inakaribia magharibi, yani ikiwezekana mpaka ile adhana magharibi inakaribia, inaadhiniwa, na wewe ndio unamshukuru Mwenyezi Mungu na dua yako inaishia pale. Na utakaposoma basi soma taratibu tu, wala usina haraka haraka nayo. Mtu kama ataingia msikitini ukusemesha, wewe achana naye, wewe fanya dua yako hii. Narudia tena, utasoma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi wazidni ya maulana hubba fihi wabijahihi indaka farj anni ma ana fihi ilahi la as'aluka radda alqadaa bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Nafikiri mpaka hapo umeelewa. Nairudia tena mara pili mara tatu hii sala, kwa sababu watu wengi hatuisomi mara kwa mara, kwa hiyo watu wengi wanakuwa hatuifahamu. Nairudia tena Muislamu mara ya tatu ili uweze kuielewa. Inasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi wazidni ya maulana hubba fihi wabijahihi indaka farj anni ma ana fihi ilahi la as'aluka radda alqada'i bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Inshallah, baada ya hapo utamshukuru zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dua yako itakuwa imeishia pale. Wallahi ni kuahidi, yeyote atakayeomba dua hii siku ya Ijumaa akasoma jina la Mwenyezi Mungu ilo Al-Karim kwa idadi ya namba yake, kwa idadi ya jina lake la Allah, na kisha baada hapo akamswalia mtume kwa swala hii ya mtume, alafu akaomba shida yake, basi kuna uwezekano pengine Ijumaa ijayo sifike, kile ulichokiomba Mwenyezi Mungu akakupa. Yani kuna uwezekano, kuna 99% mpaka 100, kama utakuwa umeomba kilillahi, umeomba kwa dhati, basi kile ulichokiomba kile inawezekana Ijumaa ijayo sifike, Mwenyezi Mungu akakupa kile ambacho wewe umekiomba. Kwa hiyo inshallah ikamate dua hiyo, tumeelekezana Ijumaa hii basi ufanye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie katika yale kwamba wewe utakwenda kumwomba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.